Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, karibu sana. Karibu sana. Mimi pamoja na kuwa ndio nilikuwa nimeanza kupasha, lakini kwa sababu muda umesogea, nataka moja kwa moja kumkaribisha Makamu Mwenyekiti ili aweze kuzungumza na nyinyi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, karibu sana uzungumze na watu wa Singida. Karibu sana. Haya, Singida punga mkono tusalimiane. Peoples, no reforms, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ndugu zangu watu wa Singida, tumekuja kwenu kuzungumza na nyie. Naomba kuwa na utulivu hapa, magari yote yaondolewe hapa tafadhali. Yaondoe magari yote na utulivu, baki gari hili. Tumekuja kwenu kuzungumza na nyie kwenye operation ya chama ambayo wote mmeisikia. Uongo kweli? Tumezunguka nchi nzima na wiki hii tutamalizia Tanganyika nzima na tunarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kanda ya Pwani. Operation maalum ya chama inayozungumza kuhusu uchaguzi wa nchi hii na matatizo ya nchi hii. Matatizo yetu ni makubwa ya kiuongozi, na matatizo ya kiuongozi yanatokana na kuwa na siasa mbaya. Ndio maana tumezunguka kuzungumza kuhusu uchaguzi. Sasa kwa sababu nchi hii inaendeshwa kwa propaganda, ni rahisi sana wakaja kuambieni, wale wanazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu ni maslahi yao. Uongo kweli? Manake nchi hii kwa hapo ilipofikishwa, ni rahisi ukamwambia mwanaume, unajua wewe ni mwanamke, akakimbia kwenda kujichungulia kama kweli ni mwanamke au ni mwanaume. Nasema uongo? Ndio maana watu unatembea kwenye nchi hii unakuta mabango yameandika eti mama hatukudai. Meona mjeona? Mama na upiga mwingi, mvua ikinyesha mvua ya mama, watu wa kikohozi cha mama, ni mama. Sasa kwa hali ilivyo, watu wetu wanaongozwa kwa propaganda nyingi. Ni rahisi wakaja wakawaambia kwamba uchaguzi hauwahusu nyie, uchaguzi ni kwa ajili ya wanasiasa, na nyie mkaamini. Sasa mimi najua wenzangu wamezungumza, nataka niwaambie ni kwa nini uchaguzi ni kitu kikubwa kwenye maisha yenu ambacho mnapaswa kukipigania hata kutoa uhai wenu. Kenya wanasema siasa mbaya, maisha mbaya. Siasa mbaya, genesis ya vitu vyote kwenye dunia inaanza na uongozi au kuangushwa na uongozi. Ukiwa na familia imara, hiyo familia ina baba wa nyumba imara, ina mama imara. Ukiwa na familia legevu, hiyo familia haina uongozi imara. Ndio maana Mwalimu Nyerere alisema, ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Mambo manne. Jambo la kwanza, ili nchi iendelee inahitaji watu tunao milioni 63. Jambo la pili, inahitaji ardhi tunayo. Jambo la tatu alilosema Mwalimu ambalo tunamisi ni siasa safi na uongozi bora. Mambo mangapi? Kama ni ardhi, nchi yetu imejaliwa ardhi kubwa, kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Rwanda, ukichukua
ukichukua Burundi, ukichukua Uganda, ukiziunganisha kwa pamoja, zina kilomita za mraba 890,000. Sisi peke yetu niwaambia ngapi? 945. Na ardhi duniani, ukiona mapinduzi yoyote, ukiona vita yoyote kwenye dunia hii, vita inapigana kwa sababu ya ardhi. Kwa sababu tunapozungumza ardhi, hatuzungumzi huu udongo peke yake, tunazungumza na vyote vilivyomo. Ardhi yetu imebeba nini? Ardhi yetu ndio ardhi pekee duniani, dunia nzima, ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hiyo ni ardhi. Ardhi yetu ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria, liko Tanzania. Ardhi yetu ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ardhi yetu imebeba mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ardhi yetu ni ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Ukianzia Tarime ni dhahabu, kienda kisogea kidogo Msoma vijijini dhahabu, ukija unaingia Ngudu ni dhahabu, ukienda Bariadi ni dhahabu, ukienda Nzega ni dhahabu, Kahama ni dhahabu, Geita ni dhahabu, njoo Bulyanhulu ni dhahabu, njoo hata kwenu Wanyampaa Singida kuna dhahabu, nenda Chunya, nenda mpaka Ruangwa kwa waziri mkuu. Kila kona ya nchi ni dhahabu. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi ambayo ina madini yenye nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu. Sijui hata kama mnajua yanatoka Tanzania, yanatoka Kabanga, Kagera, Tanzania hapa. Ni nchi yenye madini yenye urani, madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, yanatoka Tanzania. Nchi yenye gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Nchi yenye makaa ya mawe, nchi yenye chuma. Ukienda Rudewa, Njombe, Mungu ametuwekea mlima wa chuma ambao tunaweza kutumia kwa miaka 100. Mahali pengine Mungu aliwekea chuma chini ya ardhi wanachimba, sisi aliweka mlima, na akatuwekea makaa ya mawe ya kuyeyushia, na akatuwekea pale Singida, pale Iringa, mchanga wa kusafishia. Akatupa chuma. Kuna nchi ambazo Mungu amezijalia chuma, lakini hajazipa makaa ya mawe. Ndio maana mnaona makaa ya mawe yanauzwa kutoka Tanzania, yanaenda kwenda nchi nyingine kwenda kuyeyusha. Sisi ametupa chuma, akatupa makaa ya mawe, na akatupa mchanga wa kusafishia. Mungu ametupa mlango wa bahari. Bahari yetu ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical mile 200 kuingia ndani. Ametupa gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Kwa hiyo tukizungumza kuhusu ardhi, ni ardhi iliyobarikiwa sana. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini watu wetu, kwa nini vijana wetu hawako kazini, hawako kwenye viwanda, hawako kwenye migodi, wanashinda kufanya betting katikati ya utajiri? Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Rat Race, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu. Kwa nini vijana wetu hamna kazi? Kwa nini watu kwenye nchi nzuri hii wanalala njaa? Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka 63 baada ya uhuru. Na wakumbusha alichosema Mwalimu, ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao, ardhi tunayo iliyobarikiwa, tunachokosa ni siasa safi na uongozi bora. Elimu yetu ni aina gani? Steve Biko, mpigania uhuru wa watu weusi Afrika Kusini aliyeuawa wakati wa ukaburu, alianzisha movement inaitwa Black Consciousness, kuamsha watu kutoka usingizini. Moja ya quote yake maarufu anasema, the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha nzuri na bora anayoitumia mdhalimu
Kunyanyasa mtu anayedhulumiwa ni ubongo wa mtu anayedhulumiwa. Silaha nzuri wanayotumia CCM kutuibia na kutunyanyasa ni ubongo wetu wananchi, kwa sababu wanakuja hapa jioni kama saizi wanawaimbia sasa kumekucha jioni kama saizi eti ndio kumekucha. Sasa watu wa Singida, watu wa ardhi ya Tundu Lissu, tunahitaji kubadilisha nchi. Inawezekanaje ndugu zangu? Inawezekanaje kwenye nchi tajiri kama hii imegeuzwa kwa dampo la kila kitu? Mwalimu Nyerere alijenga mechanism za kuweka nchi hii itake off kiuchumi, vyote vimeuawa. Viwanda alivyoanzisha Mwalimu vimeuawa. Migodi aliyosema watu wangu wakipata akili watachimba imekabidhiwa kwa wageni. Nchi yetu inauzwa, kila kitu kinagawanywa, kila kitu kinatapanywa, watu wetu wanabaki maskini. Nchi inaenda iko kwenye autopilot, kila anayenyanyua mdomo anauawa, watu wanatekwa. Nimeambiwa hata hapa Singida kuna shehe ametekwa, hajulikani alipo. Tunaishi kwa mashaka kwenye nchi yetu wenyewe. Hakuna anayejua kesho yake ikoje. Inawezekanaje? Katiba yetu ibara ya 8 nitawasomea na ni kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi. Katiba hii inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo ni ibara ya 8, ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 9, lengo kuu la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa msingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumia kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu mwingine kunyonya mtu mwingine. Kifungu I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Katiba inasema hivi: serikali, msingi wa uwepo wa serikali itapata mamlaka kutoka kwako mwananchi, kutoka kwa wananchi. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba badala ya sisi wote nchi nzima hii tugeuke tuwe marais wa nchi, haiwezekani. Hakuna atakayepokea oda kwa mtu mwingine. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu awe rais, atuongoze sisi, tunakaimisha mamlaka yetu kwake. Na bunge inasema kwamba serikali itawajibika kwa wananchi kwa kutumia nini? Kwa kutumia chombo cha wananchi ambacho ni bunge. Kwamba badala ya nyie wananchi wa Singida mjini, wananchi wa Tundu Lissu kule niko kuwa, wananchi wa Tarime, wananchi wa Mwanza, wananchi wa Lindi, Mtwara, wote twende bungeni kujiwakilisha. Wewe ukaseme maji, wewe ukaseme barabara, wewe ukasimamie kodi siibiwe. Haiwezekani, hakuna ukumbi wa kututosha. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu. Ndio maana katiba inasema msingi wa mamlaka ni nyie. Ili mbunge aende bungeni afanye kazi ngapi? Kazi za mbunge ni ngapi? Moja, kutunga sheria kwa ajili ya watu wake. Sheria nzuri, sio sheria mbaya, kwa sababu sio kila sheria ni sheria.
Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu, na ulikuwa ukigoma kuuzwa umevunja sheria, unashtakiwa na unashughulikiwa kwa kuvunja sheria, kwa kukataa kuuzwa. Kwa hiyo mbunge mnapomchagua kwa niaba yenu akatunga sheria nzuri. Mbili, mbunge ni taxpayer representative, ni mwakilishi wa mlipa kodi. Akakuwakilishe. Kukuwakilisha nini? Kuangalia pale kwenye chungu hazina, pesa yako inatoka, wewe ndio mlipa kodi, inatumika vizuri, inaleta maji, inaleta barabara, inakulipa mshahara, inafanya vitu vingine vyote. Kukuwakilisha wewe, sio kujiwakilisha yeye na mke wake. Tatu, kuiwajibisha serikali inapowezekana. Ndio maana wamesema serikali itawajibika kwa wananchi kupitia bunge, kupitia halmashauri. Serikali itawajibika. Serikali ikifanya makosa, wabunge wana uwezo wa kupiga vote of no confidence, kura ya kutokuwa na imani na serikali, na rais akaondoka madarakani na waziri mkuu akaondoka madarakani. Leo nikiwauliza, wabunge hao wapo kwa ajili yenu? Serikali ipo kwa ajili yenu? Inafuata katiba inavyosema? Katiba yetu inasema utajiri wa nchi utatumika kwa ajili ya kuendeleza watu, kwa ajili ya kuondoa maskini wenu, kwa ajili ya kuondoa ujinga wenu, kwa ajili ya kuondoa maradhi kwenu. Ndivyo inavyofanyika. Sikiliza watu wa Singida, leo vijana wetu hawana ajira. Uongo kweli? Hakuna ajira kwenye nchi hii, na serikali inasema tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Si ndio wanavyosema? Sio kweli, sio kweli. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda, na nitawatajia kwa uchache. Wazee wangu wako hapa wanajua. Kiwandani ndiko anakoajiriwa mtu mwenye elimu ya juu na yule asiyekuwa na elimu kabisa. Kiwandani anaweza kuajiriwa engineer. Kiwandani ataajiriwa mtu wa mahesabu, ataajiriwa mtu wa ajira, lakini kiwandani atakuwepo na mama ntilie anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda chakula pale. Kiwandani atakuwa mtu anayebeba mizigo. Kiwandani atakuwepo dereva wa lori. Kiwandani atakuwepo na tarishi wa kawaida wa kuandika. Viwanda alivyoviacha Mwalimu Nyerere, jirani zenu Arusha hapa kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Uongo kweli? Kinatengeneza tairi Tanzania. Uongo kweli? Mwalimu aliacha viwanda vya nguo, Matex, Mutex, Da Textile, Sungura Textile. Mwalimu aliacha viwanda vya magodoro Dodoma. Mwalimu aliacha viwanda vya viberiti Kibo Matches. Mwalimu aliacha viwanda vya chuma. Ukienda Morogoro kulikuwa na viwanda vya magunia. Vyote vimeuawa. Vyote vimeuawa. Maana yake nini watu wa Singida? Maana yake nini? Maana yake nini kwenye maisha yako? Sikiliza. Pale Arusha kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Mimi nimekuwa babangu ananunua tairi za General Tyres. Maana yake nini? Maana yake pasi ikitoka Tarime inaingia kwenye kiwanda. Wewe ungeweza kutoka hapo kaenda kuomba kazi General Tyres ya Arusha. Uongo kweli? Ukapata kazi General Tyres. Ukipata kazi pale, ukilipwa mshahara, unakuja kujenga hapa Singida, unamwajiri yule kijana fundi. Yule kijana akipata hela ananunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama akipata hela anamwagiza bodaboda amletee mboga. Bodaboda akipata hela anakunywa mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule mwenye kituo cha mafuta anamwajiri mlinzi. Mlinzi ananunua kitanda kwako. Wewe ukipata hela unakunywa chai kwenye mgao. Pesa inazunguka. Leo viwanda vimeuawa. Tuna bodaboda kila kitongoji nchi hii. Kuanzia kwetu nilikozaliwa Kitagasembe mpaka Mtwara Lindi, kila kitongoji kuna bodaboda. Hakuna hata kiwanda cha kutengeneza tairi ya bodaboda. Pesa inatoka Iguguno Singida, inatoka Makiungu Singida, inakwenda China kuagiza tairi za bodaboda. Mnapataje ajira? Ina maana ajira yenu inasafirishwa kutoka hapa inapelekwa China. Leo kiwanda kingekuwa Singida cha tairi za bodaboda, pesa ikitoka Iguguno inakuja Singida inakuajiri wewe. Pesa ikitoka kule, yule mtu analala kwenye nyumba ya mtu hapa, pesa inazunguka. Leo inatoka hapa inaenda China. Tuna viongozi wenye akili hapa? Sio hata kama mnaelewa ninachokisema nyie. Leo nchi, leo hatuna hata kiwanda cha kiberiti. Viberiti tunaagiza kutoka Kenya, Kasuku. Mwalimu aliacha kiwanda cha Kibo Matches. Kwa hiyo kiberiti kikiisha Singida, pesa inatoka Singida inakwenda kuagiza kiberiti cha Kasuku Kenya. Toothpick.
Asante sana, thank you very much. Toothpick tunaagiza China, misitu iko hapa. Nchi hii vijana wetu wana ajira. Watu wa Singida, nyie mkoa wenu una kilomita za mraba 41,980. Ni mkoa mkubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Nchi ya Uholanzi na kilomita za mraba 41,600. Nyie ni wakubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Nyie ni wakubwa kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda ina kilomita za mraba 26,000. Inaingia Singida mara 1.5. Na ardhi ambayo ina watu milioni 3 tu. Nchi ya Rwanda yenye kilomita 26,000 ina watu milioni 13. Nyie Singida kwa sensa iliyopita mko milioni 3 tu. Hamna. Singida inafahamika kwa kulima sunflower. Sunflower tunahitaji. Alizeti. Na Dodoma inajulikana kwa kulima alizeti. Serikali hii kwa mwaka jana, ukisoma takwimu za serikali, tumeagiza mafuta ya kura nje ya nchi yenye kilomita za mraba 945. Tumeagiza mafuta ya bilioni 260. Bilioni, si kama mnaelewa, bilioni moja ni milioni 1,000. Yani bilioni moja ukichukua vijana 1,000 na kila kijana ukampa milioni ndio bilioni moja. Yani tumeagiza mafuta ya bilioni 260 kutoka nje ya nchi. Tungekuwa na serikali inayojielewa ingefanya nini? Ingewanunulia nyie matrekta, ikawapa mashamba, ardhi ipo, ikawatengenezea kiwanda cha kuuza sunflower. Wewe ungezalisha sunflower, usingekuwa unafanya betting, ungekuwa shambani na trekta, kwa sababu una uhakika kuna soko. Ukizalisha sunflower yako unauza hapa. Hizo pesa tulizotumia kuagiza mafuta nje zingeingia kwenye mifuko yenu. Wewe ungenunua lori, yule angejenga nyumba. Ukijenga nyumba unajenga uchumi wa nchi yetu, kwa sababu ungemwajiri fundi, ungemwajiri kibarua, ungenunua simenti kwa mtu anayeuza simenti, yule angelipa kodi serikalini. Serikali ingepata pesa zaidi, ingeajiri walimu zaidi. Lakini inatoa hapa mafuta ya kura tunaagiza kutoka nje. Nchi gani hii? Alafu wanawaambia nyie tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Sio tatizo la kidunia, ni tatizo linalotengenezwa na viongozi wajinga wasiokuwa na ubunifu, wasiokuwa na uwezo. Sikilizeni, si kuna dhahabu hapa Singida? Inachimbwa na kina nani? Kienda kule kwetu inachimbwa na Wachina. Ndio wako kwenye migodi. Wachina waingii kwenye mashimo, wanaoingia ni vijana weusi wa Kitanzania. Uongo kweli? Wachina wao wanasubiri end product imeshatolewa, wanachukua unaenda kuuza. Serikali imefanya matumizi kwa mujibu wa ripoti ya CAG mwaka jana. Controller and Auditor General, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, anasema serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Matumizi yasiyokuwa na tija maana yake nini? Yaani CAG ametumia tafsida. Badala ya kusema naenda Msarani, badala ya kusema naenda wapi, ukasema naenda Msarani, sio? Unasema naenda Msarani badala ya kusema naenda wapi? Sasa mkaguzi na mdhibiti mkuu ametumia tafsida kuficha ukali wa maneno. Angeweza kusema serikali imefanya matumizi ya kijinga au ya kipuuzi, milioni 571. Ndio hizo tunasikia mara goli la mama, sui kidugu cha mama, sui vichekesho vya mama, kila kitu. Hizo fedha. Nyie watu mna dhahabu. Wangechukua yale machimbo yale, maeneo yenye dhahabu, wakaunda vikundi vya vijana 100, mkapewa mitaji na mashine na crusher na madawa ya kusafishia, mkapewa maeneo ya kuchimba. Mkichimba mkipata dhahabu, ukiuza nje, pesa inarudi kwenye mfuko wako, wewe unakuja kujenga nchi yetu. Unapompa Mchina akitoa dhahabu, akienda kuuza nje, anajenga kule kwao, haendelezi nchi yetu. Sio kama mnaelewa? Hivi mnanielewa vizuri?
tunawezaje sisi nchi hii kuagiza ngano ya bilioni 560 kwa ajili ya kupika mandazi na chapati na sio na nini? Ngano tunaagiza kutoka Ukraine. Ukraine iko vitani, sisi tunanunua ngano kutoka Ukraine. Tunanunua ngano kutoka Saudi Arabia jangwa. Tunanunua ngano. Saudi Arabia wamechukua udongo Zimbabwe. Wamechukua maji ya baharini, wanaondoa chumvi, wanafanya kitu kinaitwa desalination. Wanamwagilia. Sisi tunaagiza ngano kutoka kwao. Mwalimu alituachia mashamba Basoto ya kulima ngano ya kulisha nchi nzima. Vijana wana ajira, tungewapa trekta, tukawapa mashamba, tukamwambia Azam hakikisha unanunua ngano ya ndani ya nchi yetu. Nyie leo msingekuwa mitaani mnafanya betting, mngekuwa kwenye mashamba mnatengeneza utajiri. Nchi gani tunayoagiza kila kitu? Haiwezekani ukawa na nchi ambayo unaagiza kila kitu kutoka nje ya nchi na ukaendelea. Wakati Magufuli akiwa madarakani mwaka 2017, sisi tukiwa bungeni tulimshauri, mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Nilikuwa waziri kivuli wa nishati, naibu waziri kwanza, Mnyika akiwa waziri, zilipogawanywa zikawa wizara ya nishati na madini, Mnyika akawa wizara ya nishati, mimi nikawa wizara ya madini. Nikamshauri Rais Magufuli, someni. Ingieni kwenye YouTube mwaka 2017. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, nataka kujenga bwawa la Mwalimu. Litahitaji chuma kingi sana, nondo. Tunataka kujenga SGR, litahitaji chuma. Tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma, ili tuzalishe chuma chetu. Kila kiwanda kilikuwa kinaenda kugharimu nchi bilioni 3 za Kimarekani dola, ambazo ni trilioni 7.8. Kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Kitanzania 60,000 direct employed, wale wa ajira ya moja kwa moja 60,000. Hatujazungumzia subcontractors ambao wangekuwa na maroli wanapeleka pale bidhaa. Hatujazungumzia watu ambao wangewa-supply karatasi, wangewa-supply chakula, hatujazungumzia hilo. Direct employed 60,000. Mind you, tangu uhuru mpaka leo ajira ambazo serikali ya CCM imetoa ni 520,000 tu. Kwa hiyo 11% za ajira ya tangu uhuru mpaka leo zilikuwa zinaenda kutengenezwa pale. Pili, nikamwambia Mheshimiwa Rais, ukishamaliza kujenga hiki kiwanda ndio uanze kujenga bwawa. Unamuita Mwarabu unamwambia sasa njoo tujengee bwawa. Bwawa shilingi ngapi? Trilioni 5. Sawa, hizi hapa. Chukua. Lakini chuma chote nunua hapa. Maana yake nini? Unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha kwenye nchi kwa mkono huu. Zinakuja kutengeneza ajira. Hawakutusikiliza. Mwaka jana peke yake tumeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2. Trilioni 3 kwa mwaka huu. Mwaka juzi hivyo hivyo, miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10. Wakati tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8, tuchimbe miaka 100, tuwauzie Kenya, tuwauzie Kongo, tuwauzie nini. Nchi iwe na hela nyingi, kila mtu akae vizuri. Nchi ikiwa na hela nyingi, nchi nyingine ambazo zina hela nyingi, hata watu wasipokuwa na ajira, serikali inawapa pesa. Kuna wakina mama akijifungua anapewa pesa inaitwa child support. Ndio maana nchi kama Uingereza, vinchi vidogo, watu wasiokuwa na ajira, serikali inawapa nusu ya mshahara ya mtu aliyoko madarakani, aliyoko kwenye ajira, kwa sababu serikali ina liquidity. Leo tukakataa, tunachukua pesa za ndani ya nchi, tunaagiza chuma kutoka nje. Unaendeleaje? Unaendeleaje? Mwalimu Nyerere alijenga viwanda vya kutengeneza nguo, jewelries za kuchambua pamba. Leo Wasukuma na pamba kule mwa Shinyanga, Geita, Simiyu, wanauza pamba yao shilingi 1,150 kwa kilo. 1,150 inaenda nje. India wanaenda wanaifanyia chini, wanaichambua, wanaifunga kwenye karatasi. Wewe nimalizie na hii. Wanaifunga kwenye karatasi, inarudi ile pamba tuliyouza 1,150 kwa kilo, tunainunua kwenye mahospitali shilingi 25,000 kwa gramu 250. Kuna akili hapo? Kuna akili hapo? Kuna akili hapo? Ajira mnatengenezwaje? Kwa
Kwa ndugu zangu wa Singida, umaskini wetu ni wa kutengeneza. Mungu ametupa kila kitu, lakini sisi ni maskini. Hata vile alivyotupa tunagawia wageni, sisi tunabaki hapa tukiwa maskini. Uwanja wa ndege wa KIA aliujenga Mwalimu Nyerere. Akitua mgeni pale, mtalii analipa dola 55, akiwa anaondoka dola 55, dola 110 kwa kichwa. Wanatua watalii pale milioni 1.5 kwa mwaka. Wewe uwanja tumeikabidhi serikali ya Omani iuendeshe, kwamba sisi hatuwezi kuendesha uwanja wa ndege. Tumempa mwekezaji. Bandari ni mlango wa fedha. Mungu alitupa bandari. Bahari yetu ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical maili 200 kuingia ndani. Kagame alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam peke yake atalishe nchi za Afrika Mashariki na Kati. Alafu Mungu alivyotupendelea akatupa nchi 6 landlocked. Nikisema landlocked ambazo zina mlango wa bahari: Zambia, Kongo, Malawi, Rwanda, Burundi, Uganda. Ili mtu aendeshe gari Rwanda, ili mtu ili greda ilime barabara Kongo, ili Kongo wasafirishe mizigo yao kwenda nje ya nchi, lazima ipite kwenye maji yetu. Huwezi kurusha greda, huwezi kuipakia na ndege, huwezi kuruka angani, inapita kwenye maji. Wazungu walianza kujenga ile bandari, wakaiacha. Mwalimu akaja akaiendeleza, Mwinyi akaja akaiendeleza, Mkapa akaiendeleza, Kikwete akaiendeleza, Magufuli aliendeleza vizuri zaidi. Yeye mnajua tulivyokuwa na ugomvi na Magufuli. He was a dictator. Tuligombana naye. Lakini alipanua ile bandari kuanzia gati namba 0 mpaka gati 8, akanunua mashine mpya za 0 hour akaweka pale ili iweze kukompiti, ishinde bandari ya Beira na Msumbiji na ya Mombasa, ili mizigo mingi ipite hapa. Rwanda wakipitisha hapa magari, si mnaziona zinapita hapo IT, pesa imeingia. Kongo wakipitisha pesa, maji yapo, hayaishi leo wala kesho. Yapo pale, ni geti la kuingiza fedha, ni duka ambalo halikauki. Sisi tuko milioni 63, Waarabu wa Dubai wako milioni 3. Dubai mwaka 61 walikuwa watu 70,000, leo wako milioni 3, kama watu wa mkoa wa Singida mzima wako milioni 3. Sisi tuko 63. Kwamba sisi 63 hatuwezi kusimamia bandari ambayo wateja wapo na imeshaendelezwa. Tunawapa Waarabu wa Dubai, kwamba sisi ni ndondocha, hatuwezi kusimamia mali yetu. Tuna uongozi hapa. Tukisema hivi tunakosea nini? Wewe unayejiita CCM hapa Singida, tunaposema haya makosa ni nini? Kwa nini mnataka kutuua? Lissu amewakosea nini kwa kusema ukweli kwamba rasilimali za nchi zinapaswa kutumika kwa ajili yenu na sio kwa ajili ya wageni? Tunafanya kosa gani? Kosa ni nini? Kwa nini wanatuwinda? Kwa nini wanataka kutuua kwa kusema haya? Kwa nini mnakubali nyie wananchi tunashambuliwa sisi? Sisi tukiamua kesho, tukiamua kujigeuza kuwa chawa, kesho tutakuwa tuko Ikulu. Haki ya Mungu. Mimi nikisema, nikishuka hapa, nikanyanyua simu, nikamwambia mama, nikajigeuza tuchwa, nikajitoa wakili, nikawa chawa. Nikasema mama, unajua wewe umeletwa na Mungu kusaidia Tanzania. Kesho napata ubunge na uwaziri. Uongo kweli? Na hao askari wote watakuwa wananipigia saluti hapa. Tumekataa kwa sababu ya nchi yetu. Tunawezaje kuchukua bandari yetu tunakabidhi wageni Waarabu? Nchi ni ajabu sana. Kuna wakati ukijua mambo ya nchi unaweza kufa kwa pressure. Asante sana. Tunahitaji kubadilisha nchi hii once and for all. Wewe aliyekutuma watakufinya vijana wetu hapo, utapoteana. Tulia. Sikiliza hoja. Kama una hoja njoo hapa. Mwache. Tulia.
Tulia. Msipige, msiwapige. Tulia. No. Mwacheni. Haya. Tulia. Haya, peoples. Hili ndilo nililowaambia kwamba ubongo wa watu wanaotumiwa ndio tatizo la nchi hii. Kwamba weapon wanaotumia ni ubongo wa watu kama hao. Unafikiri huyu kijana angekuwa na kazi ya kufanya, angekuja kuriski maisha yake kwenye umati kama huu? Sanaweza kuumizwa na watu kwa sababu ya shilingi 10,000. Wewe msikubaliane. Tulieni kwenye mkutano. Kwa hiyo tunahitaji kubadilisha nchi, ndugu zangu. Hatuwezi kuendelea, na ukitaka kujua hii operation imewashika ndio vitu kama hivi. Operation ya no reforms, no election imekuwa very successful, ndio maana wana panic. Hawana uwezo wa kujibu. Matokeo yake ni kuandaa vigenge kama hivi ambavyo wanaweza kuuawa kwenye mkutano wa watu wengi kama hapa. Uongo kweli? Na wao wakija kwenye mkutano kama hapa hawawezi hata kupata watu. Lazima watu watolewe Iguguno, si watolewe wapi, watolewe ndio waletu kwenye mkutano kama huu. Hadi wanafunzi ndio wanakuja kwenye mkutano. Kwa hiyo ndugu zangu wa Singida, tuungane tubadilishe hali hii. Hata huyo kijana ni wa kumhurumia. Uongo kweli? Kwa sababu amepigika. Anapigania tumbo chakula cha siku moja. Sisi tunaona mbele zaidi. Tunataka tumpiganie yeye apate ajira ya kufanya. Akiwa kwenye kiwanda hawezi kutumwa kuja kufanya haya, atakuwa kwenye kazi yake na anaingiza kipato. Uongo kweli? Akiwa kwenye mgodi atakuwa anafanya mfukoni, hata kubali kutumiwa namna hii. Ndio maana tunasema hatutakubali kwenda kwenye uchaguzi wa watu wajinga kama hao ambao wanatumiwa namna hii. Lazima kwanza tubadilishe hali hii. Tuingie kwenye mabadiliko kwanza ya sheria ili uwanja ulingane. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga inachezwa alafu refari anakuwa Haji Manara. Haitawezekana hiyo mechi. Uongo kweli? Au mechi inachezwa Simba na Yanga alafu mshika kibendera anakuwa Ahmed Ali. Itawezekana hiyo mechi? Itawezekana? Watu wa Yanga, Ahmed Ali akishika kibendera mkakubali, mjue offside zote zitakuwa magoli. Uongo kweli? Na Haji akiwa anapuliza filimbi, ikichezwa faulu hata katikati ya uwanja, yeye anapeleka kwenye kituta. Uongo kweli? Sasa CCM Lissu anachowaomba na sisi tunachowaomba ni kwamba sheria ibadilike, uwanja ulingane, mechi ichezwe kwenye uwanja sawa, na refari ambaye hapendelei. Lissu asimame hapa, huyu mama anayesema wanamtiki asimame hapa, ipigwe dakika 90, wananchi wenyewe muamue nani atakuwa rais wetu. Singida nyie mnasemaje? Wangapi mnaunga mkono operation ya chama chetu ya no reforms no election? Nyosha mkono tu. Nikisema no reforms, sauti gani hiyo bana? Singida no reforms. Ndio msimamo wa nchi huo. Ndicho tunachohitaji, kwamba uwanja ulingane, tucheze mechi ambayo haina upendeleo. Haiwezekani mtu ambaye mabango yake yamebandikwa nchi nzima, tunapomwambia twende kwenye mechi na ulingana anaogopa, anaanza kutumia vikundi, wanamkamata Lissu. Yeye alikuja na 4R. 4R maana yake nini? Moja ilikuwa ni resilience Kiingereza, kwa Kiswahili maana yake nini? Uvumilivu na ustamilivu ili akosolewe. Reconciliation, kutibu majeraha. Watu waliopigwa risasi, watu waliotekwa, watu walioumizwa, awatibu majeraha. Reforms, kubadilisha sheria ili tufanye utaratibu mpya, na rebuild, kujenga upya. Leo
Reconciliation iko wapi? Watu wanatekwa kila kona. Uongo kweli? Mtu mmoja, binadamu mmoja akipotea, madhara yake ni makubwa mno. Binadamu halinganishwi na kitu chochote, kwa sababu binadamu, kila unachoona duniani kimeundwa kwa sababu ya kufanya maisha ya binadamu yawe rahisi zaidi. Gari imeundwa kwa ajili ya binadamu, sio wewe kwa ajili ya gari. Nyumba ikijengwa ni kwa ajili ya kukufanya wewe binadamu usinyeshe mvua, usipigwe baridi. Kwa hiyo kila kitu duniani ni kwa ajili ya kufanya maisha yetu yawe rahisi zaidi. Tumeelewana ndugu zangu? Leo anapotekwa huyu shehe, unajuaje kama huyu shehe angezaa mtoto, alafu huyo mtoto ndiye akavumbua dawa ya ukimwi ikaokoa dunia nzima? Unajuaje? Mtu mmoja ndiye aliyeunda ndege, mtu mmoja ndiye aliyeunda gari. Unajuaje kama mtoto wa Mdude Nyagali angeweza kuunda, akazaliwa, akatengeneza dawa ya kansa ikaokoa dunia nzima hii? Unajuaje? Au angeweza kuzaliwa akaunda, akatengeneza dawa ya ukimwi nikasaidia dunia? Anapotea mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mamia ya watu wamepotea. Rais ambaye ni amiri jeshi mkuu, wajibu wake namba moja ni usalama wa watu, hasemi chochote. Gwajima anasema watu wanatekwa, anafungiwa kanisa. Kosa lake nini? Kosa lake nini? Kwani kazi ya makanisa ni nini? Si ni kupinga dhambi? Kuteka watu sio dhambi? Ni dhambi. Kuua watu ni kitu cha halali? Kosa ni nini ya Gwajima? Tusikubaliane na hali hii. Lazima tubadilishe nchi hii, tuirudishe kwenye mikono ya wananchi, tuwatengenezeni ajira, tufufue viwanda, tubadilishe nchi hii. Nchi ya upendeleo, wazee wetu wanateseka nchi hii, na ndio maana Chadema tumesema tukishika mamlaka ya nchi hii, hawa watumishi wa serikali hao wakitimiza miaka 60 wanastaafu. Uongo kweli? Japo mishahara yao kidogo. Walimu wakitimiza 60 anastaafu, askari akitimiza 60 anastaafu. Hata mimi nilipokuwa mbunge baada ya miaka 5 nilistaafu, nilipewa pension. Uongo kweli? Kwa nini? Kwa sababu umelitumikia taifa, ndio maana hao wanalipwa. Lakini kwani watumishi wa serikali tu ndio wanatumikia taifa? Fundi anayejenga nyumba ambayo Ikulu ambayo rais anaishi anafanya nini kama sio kujenga nchi? Mkulima anayelima chakula ili askari wale na walimu wale na rais yale, huyo anafanya nini kama alitumiki taifa? Anajenga nchi. Bodaboda anayetuendesha, mchoma mkaa anayetuchomea mkaa, naye anajenga taifa. Ndio maana Chadema tumesema tutaanzisha universal pension kwa kila atakayetimiza miaka 60 atalipwa pension na serikali, kwa sababu kila mmoja anatumikia taifa kwa njia yake. Dereva wa lori anatumikia taifa, fundi ujenzi anatumikia taifa. Kila mtu anachofanya kwenye nchi hii ni kwa ajili ya kujenga nchi hii. Tunahitaji mtuunge mkono. Tungeni mkono tubadilishe nchi hii. Tungeni mkono, tuombeeni, tupiganieni, tubadilishe nchi hii. Wamefunga ruzuku ili elimu hii isiende kwa umma. Walimkamata Lissu wakafikiri tutakaa ndani. Mimi na Mnyika tumekataa kukaa ndani na chama chetu kimekataa kukaa ndani. Walipoona tukae ndani, wamefuta ruzuku. Leo wanatishia kufuta chama. Na kwingine kote tulikoenda, watu wamesema watatuchangia ili elimu hii iende mbele. Nyie Singida mnasemaje? Nyie mnasemaje? Na kuna form za petition hizi hapa, kila mtu asaini. Tunahitaji saini milioni 1,15,000 tuzipeleke Umoja wa Mataifa kwamba Watanzania wanapinga wizi wa uchaguzi, na majina yao haya hapa na fomu hizi hapa. Tuchangie.